Mimi najulikana kwa jina la Ogege. Kijana anajulikana kwa jina la Alex. Sisi tunamfahamu kama ni family friend kwa sababu ni kijana ambaye anapatikana hapa Sinza madukani. Tulimfahamu kupitia biashara ya kuuza chips. Baadaye tukamwona amejiongeza, ameingia kwenye bodaboda. Kwa hiyo mpaka umauti unamkuta. Yeye alikuwa kwenye biashara ya bodaboda. Taarifa zimeanza kusambaa kwa sababu mimi video nimeiona jana. Ndio. Ila niliona tu ni video ya raia kama raia mwingine, ila baada ya kutopatikana kwake kuanzia jana, leo asubuhi sasa ndo watu kupekua mtandaoni wakakutana na plate number ya pikipiki. Kwa kuona ile plate number ya pikipiki na kusogeza vizuri kuangalia mwili wake na kuja kufound kama ni yeye. Sababu hata mimi video jana nilivyoiona sikudhania kama atakuwa ni yeye, kwa sababu asubuhi tu alionekana na watu wakawa wanapiga naye story na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alipokuwa hajaonekana kuanzia asubuhi mpaka kuitafuta usiku, watu walikuwa wanajua always itakuwa ni mishe zake tu za kutafuta riziki. Kwa kusema kutoka muda gani nyumbani hatufahamu, ila sisi tulimuona asubuhi, na maana kwenye mida ya saa 4 fulani kuitafuta saa 5 alifika kijiweni kwake, piga story na watu. Baada hapo sasa uwezi ukamfuatilia mtu anaenda wapi au anafanya vitu gani, kwa sababu unajua ni bodaboda. Kwa hiyo usipomuona kijiweni unajiongeza kwamba ule labda amepakia abiria na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yani asubuhi hii ndo nilipigiwa simu nikaambiwa kwamba bwana, ile video ambayo ilikuwa na trend jana ni Alex ambaye ni mwanga hilo janga. Ile cha kufanya niliwadiem Global TV kwa sababu niliwasiliana na ndugu yake anaitwa Mandela ambaye alikuwa anafanya naye kazi ya kuuza hizo chips. Kwa kumuuliza akasema wao bado hawajafahamu chochote, wanafuatilia. So tuliamua ku DM Global TV. Bahati mbaya message ya kujibiwa, tukapiga simu. Baada ya kupiga simu tukapewa namba ya Gabi Mtanzania, tukampigia. Baada ya kumpigia yeye akasema kwamba alikuwepo eneo la tukio, lakini bahati mbaya simu zilizima chaji, hakuweza kusubiri mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo wakatupa tu mwongozo kujaribu kwenda pale Kijazi kuulizia. Kwa baada ya hapo sasa akatoka kaka yake pamoja na wadau wengine kwenda Kijazi kufuatilia, na pale wakapata majibu kwamba pikipiki yake ipo Urafiki polisi. Baada ya hapo mchana huu tukapewa taarifa kwamba inasemekana kwamba mwili ulipelekwa Muhimbili. Kwa hiyo mpaka dakika hii tunasubiri taarifa kwa hao wanaoenda kufuatilia Muhimbili tu. Mwanzoni tumemfahamu kwa biashara hiyo, lakini baadaye alijiongeza kwenye bodaboda, akawa ni mtu ambaye ni bodaboda wa kawaida. Ila sisi ambao tulimfahamu kupitia hivyo, tulikuwa kama ikitokea tunahitaji huduma tukimtafuta, hakuwa na noma yani kuhudumia. Sasa hapa Sinza madukani ni ofisini kwake. Sema alikuwa anaishi wapi, nimepata taarifa kwamba alikuwa anakaa maeneo ya Tandale. Sasa sijafahamu kiundani kuhusu hilo, ila sisi tumemjulia hapa kutokana na ofisi aliyokuwepo muda mrefu sana, alikuwa hapa anauza chips, na baadaye tukaja kumuona na bodaboda sisi alikuwa anapaki sio mbali na eneo lake alikuwa anauza chips. Bodaboda namba ni za kwake, na bodaboda yenyewe ikionekana kwenye ile video clip ni yeye, na hata bukta ambayo alikuwa amepata nayo hiyo aje kwake, na hata mwili kuangalia mtu fahamu na kwa baada ya kuona ile plate namba yake na kuangalia mwili wake, pati ya miguu sana, bila shaka tukajidhihirisha kwamba ni yeye. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.